mioyo yetu. As we start off the year, as we prepare ourselves to forcefully advance, let us be willing to open up our hearts, kupokea neno vile linavyokuja ili liweze kufanya kazi ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia neno we will be able to advance. Bwana Yesu asifiwe. It is through the word of God, it is through faith, it is through prayers that we are going to advance forcefully. Bwana Yesu asifiwe. So neno linapokuja usikubali kurudi vile umekuja. Hebu hilo neno likanenee moyo wako ili liweze kubadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ninasema hivi hata mimi nikiwa hapo. Bwana Yesu asifiwe. So bila kupoteza wakati, tunashukuru Mungu that we have the father of the house ambaye Mungu amemtayarisha Sunday ya kwanza ya mwaka huu wa 2020, a year that we've never seen before, and we are very hopeful before God that he's going to do wonders in our lives. So kwa heshima yote ningeomba tu tusimame as we receive the man of God anapoenda kutuletea neno in Jesus name. Makofi, shangwe na kutelebele. Bwana asifiwe. You can make it better than that. Praise God, praise God, praise God. Make a joyful noise to the Lord. Hallelujah. Amen. Inua tu mikono, mpigie Bwana Yesu makofi sasa, mikono ya juu kabisa. Praise God. Inua tu mikono yote. Bwana asifiwe sana. Halafu inua mkono moja hivi, uangalie jiani kwa umeinua mkono moja. Bwana asifiwe sana. Hii nyingine mtigitigi nayo. Glory to God. So we thank God. You can have your seat. Thank you very much. Wageni wetu tunapenda wageni sana. We are happy for you. If you are around, you can make this church to become one of your best church. The church ambao tunapenda wageni sana. Ni kanisa ambayo tunapenda kushirikiana moja na mwingine. So hata ukiona ibada ikiisha, tunabakingi, tunakunywa chai pamoja ili tubarikiwe pamoja. Bwana asifiwe sana. We are happy to be in this year, which is a powerful and great year. Bwana asifiwe sana. Na ya kwamba there will be a lot of chances around, but those chances zitakuwa na competitors, but we are going to advance in advance, and also we are going to use force. Bwana asifiwe sana. Spiritual force. Inua tu mikono, sema, this is my year of forceful advancement. This is my year of forceful advancement. This is my year of forceful advancement. In the name of Jesus. Let's go to our scripture now. The Bible says what? And from the days of the John of the Baptist until now, the kingdom of heaven suffereth violence, and the violence take it by force. Let's try other versions. This is now King James. The Bible says, for a long time now, people have tried to force themselves into the kingdom, God's kingdom. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been forcefully advancing, and forceful men lay hold on it. Praise God. Bwana asifiwe sana. You know, when you talk about the kingdom of heaven, we know in the kingdom of heaven, there is no lack. In the kingdom of heaven, there is no diseases. In the kingdom of heaven, there is full of abundance. But in this kingdom, every one of us is forcing his or herself to be inside of it. And the only people who are going to hold the kingdom of God is the forceful man. Praise God. Amen. Tell your neighbor, I'm a forceful man. Glory to God. Another name for force is violence. Praise God. Because King James Version, the King KJV, inasema from the days of the John the Baptist, the kingdom of God suffered violence, and the violent take it by force. So, another name for force is violence. And for us, our violence is not physical. Bwana asifiwe sana. Violence
yetu si kushikana kupigana madondi kama shaitani fulani. Niliona roho chafu inatembea kule parliament. Unakuta mzee mzima wa 52 years anagonga mzee wa 62 na anafurahi sana, na akiona ni kama hajasikia uchungu anamuzia maji ya kunywa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. It is not like that. Ours is more spiritual. Na watu walio wa rohoni ndio watu ambao peke yake watajua ni nini tunamaanisha. Jina la Bwana litukuzwe. So another name for forceful advancement ni kitu tunaitaga biazo. Sema biazo. Biazo. Zo. Yako itokee vizuri kwa sababu sina meno yote ni Z. Biazo. Glory to God. So every time ukikuta mwenzako unamwangalia, unamwambia be a biazo. Mwambie jirani yako be a biazo. Be a biazo. Be a biazo. Be a biazo. What does that mean? Unamwambia biazo ni lugha ya Kiunani inayomaanisha forceful advancement. And the days of John the Baptist until now, the kingdom of God suffered violence, and the violent shall take it by force and by fire. Glory to God. So when we talk about biazo, we talk about to use force, to apply force. Another way is to force, to inflict violence, or to force one's way into a thing. Kujiingiza kwa nguvu kwa kitu. Bwana asifiwe sana. Praise God. Hallelujah. Ushaiona paka ni mnyama mdogo sana, lakini ukimkimbiza anaingia mahali pako unashindwa. Kwani huyu mnyama hana mifupa? Forcing yourself. There are things God has prepared unto us, but we are going to force ourselves unto it. Bwana asifiwe sana. Tutajiingiza ndani yake kwa nguvu za roho. Jina la Bwana litukuzwe. Praise God. Because it is biblical to be forceful. It is biblical to be valiant. Wakati naongea habari ya being violence, jina lingine ni kuboil, to become hot. Oh, Bwana asifiwe sana. Or also to live a growing flame. Jina la Bwana litukuzwe. Praise God. Hallelujah. So tunapoangalia, kwa kesho tuliangalia the characteristic of spiritual violence na tutakaa hapo, lakini ni vizuri tujue kwa nini Yesu anaposema since the days of John the Baptist the kingdom of God suffered violence. Kwa sababu kuna watu katika maeneo tuko, na kuna vitu katika maeneo tuko na mazingira ambayo yanatuzingira, it only need the force of the spirit so that people can hear us. Bwana asifiwe sana. Na one of the forces tulikuwa tunatumia, it is walking around with reflectors telling people Jesus loves you. Bwana asifiwe sana. Na waliokataa kufungua milango tuligonga. Bwana asifiwe sana. Tulipogonga, Mungu anatoka nje kuuliza ni nini? Unamwambia Jesus loves you. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kuna mambo tutafanya hata biashara, tutatumia spiritual force ili tuweze kubombea katika biashara, because there is a lot of competition. Bwana asifiwe sana. Let me tell you, usifikirie kwamba sisi Mungu hajatumba tu weakling. Ukisense na ususpect ni kama mahali fulani mtu anatumia uganga kufanya biashara, na wewe enda rohoni. Bwana asifiwe sana. Praise God. Kuna mchawi mahali tulifukuza, tulienda mahali anakaanga usiku, tukaombea hapo karibu na gate yake na tukamwaga anointing oil. Tulipoondoka tulianza kusikia mambo mengine tofauti. Kwa sababu gani? Only the children of the kingdom hawataka kutumia force. Bwana asifiwe sana. Mtu mmoja aliniambia kwamba alikuwa kule ulimwengu mwingine akarudi akaokoka. Akasema Atika. Bwana asifiwe sana. Wewe ni rafiki yangu, unajua? Nitakupatia fufuzera baada ya hii. Karibu settle down, sit down. Keti kabisa. Bwana asifiwe sana. Naweza tembea kuna staki ya kuongea kitu. Bwana asifiwe sana. Is my friend. Huyu kijana ni rafiki yangu sana, wakiwa na dada yake, so sina shida. Bwana asifiwe sana. Akaniambia kwamba alipatiwa assignment akafeli. Na alipofeli ile dunia nyingine, they don't know something to do with failure. Hata kama umetumwa kanisani uharibu ibada na ufeli, kurudi kule mambo ni mawili, either you die or you have a severe punishment. Only in the kingdom of God we take things casually. But this year, by the help of God, we are going to take it by violence. We are going to use force. Ukiona mtoto anavuta
utamuombea mwaka huu na unaombea hata nguo zake, ili Bwana wa mbinguni aweze kumuokoa. Na mnatoka sana ndio wika radhi. Bwana asifiwe sana. Amen. Siwezi kubali kuhubiri mnitese. Praise God. Bwana asifiwe sana. Unakuta lazima tutumie nguvu ili tufikie watu wengi. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana asifiwe sana. Unakuja pita nani? Muite mwende. Unaona kuna distortion. I have no problem with that. Nani mwingine unaita? Can you go so that you can settle down? Kuna uwezekano wako kunywa chai ndio wananisumbua. Haya, ndeni mkakunywa chai. The problem. That's a good problem, sio? Yeah. Kuna watoto, kuna future. Bwana asifiwe sana. So, ukiona kitu haifanyi vizuri, hapana kaa tu kusema ya kwamba ati ni Mungu amependezwa. Hapana. Bwana asifiwe sana. Anything that not favor you and it's biblical, you have to stand on your ground. Na useme hapa lazima nipenye. Jina la Bwana litukuzwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Usione mtoto anatokomea ama uone mambo yako yanaharibika na unakaa tu unasema kama vile kulivyokuwa na vile kulivyo na sasa amena. Hapana. Jina la Bwana litukuzwe. You will use the force. When Jesus was talking about since the days of John the Baptist, kuna mambo kadhaa ilikuwa inafanyika. Alikuwa analifaa. Jesus may have been referring to a first movement towards God. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu he came in a time wakati Mafarisayo ndio walikuwa kusema, wakati Masadukayo na waandishi ndio walikuwa kusema na walikalia Wakristo wakati ule. When Jesus came, wakaanza kusema kuna mtu mwingine amezaliwa anaitwa mfalme wa Wayahudi. Hebu twende tuone huyo mfalme ni nani. Wakatuma majazusi ili wamue Yesu akuwa mtoto, lakini Mungu akamsaidia kwa sababu assignment yake haikuwa ya kuuawa na Herode, ilikuwa afe msalabani. Alipokuwa anaendelea, angeingia kwenye mikutano, anakuta Mafarisayo wamemwekea mitego. Mpaka wakati mwingine wakamuuliza ni vizuri kulipa kodi. Wakaanza naye akasema umpe Kaisari kitu chake, because walikuwa wanataka mitego tu. So God, when Jesus was talking about this, there was a movement about God. Bwana asifiwe sana. And we are a movement. Glory to God. Sisi si watu wapole. We are moving forward and we are a movement. Hiyo kumaanisha namna gani? Itafika wakati tutahubiria watu wapende wasipende, tutawapigia kelele, lakini kelele takatifu. Jina la Bwana litukuzwe. Tulipokuwa na kesha hapa, nilikuwa nimeambia ndugu yangu yule aweke hata speaker base kuja juu ya gari. Akaniambia tukiweka hii hapa kuna watu watakuwazika. Tukahurumia tu watu, lakini this year tutaenda kufanya mikutano hata kama ni kwa rangi. Bwana asifiwe sana. Because this is a movement. Bwana asifiwe sana. This is a movement. Kama wanasiasa hawalali, wanafanya vituko vyao usiku na mchana, wakitaka kupitisha kitu wanapigana bunge, kwa sababu is a violence of a kind, but our violence is spiritual. Hatutaenda kupiga mtu na ngumi, lakini tutatumia nguvu za rohoni, tukiambia watu the Lord is coming very soon, na tunaenda pamoja na nini. Hakuna mtu tunaacha. Bwana asifiwe sana. Because this is a movement. He was also meaning this, ya kwamba reflecting as the activism of Jews ambao walitarajia ufalme wa Mungu kuja. Bwana asifiwe sana. Kuondoa kilichokuwa kinawasumbua. That's why when Jesus came, it was a great problem to them. Bwana asifiwe sana. Now, let's now understand this. Why are we going to use forceful adversity or spiritual violence? Bwana asifiwe sana. Number one, because Jesus was a violent God. Bwana asifiwe sana. Jesus was violent. Now ukitaka kujua Yesu alikuwa violent, look at the book of Mark chapter number 1 verse 34. Jesus himself was violent. Na akasema aliyetayari kunifuata na abebe msalaba wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilikuwa alikuta majamaa, alibeba majamaa sugu kama akina Petero. Bwana asifiwe sana. Lakini shida ya Petero, yeye alitaka kutumia physicality. Kila wakati alibeba mkogojo, fimbo, apanga. Bwana asifiwe sana. Verse 34. Bwana asifiwe sana. Jesus was violent. Hapo mtu hivi. Watu wanasema ati kwamba Yesu ni mwana kondoo wa Mungu, lakini alisema mtakapoenda muwe wapole kama jiwa, lakini ikifika mahali muwe werefu kama nyoka. Is nyoka a soft animal? No. Snake is not a soft animal. Now the Bible says what?
4, can we read it together? And he healed many that were sick of diverse diseases, and did what? And cast out many devils, and suffered not the devils to speak, because they knew him. Bwana asifiwe sana. Let's make another one, NIV. Bwana asifiwe sana. He did not allow the demons to speak. Praise God. This year we are going to shut down the demonic influence in this place, the demonic influence in our families, the demonic influence in this territory. God, Bwana asifiwe sana. Because this is our year of forceful advancement. Bwana asifiwe sana. Even demons ambazo zinakaa kwa jamii zetu, unakuta kwamba wakati mwingine hakuna amani, hakuna furaha. This year we are going to advance. Glory to God. Jina la Bwana litukuzwe. Tell your neighbor, we are going to advance forcefully in the name of Jesus. The Bible says that Jesus healed many who had various diseases. He also drove out many demons, but he would not let the demons speak. Because they didn't want, they knew him. Each one of us this year, demon will know us. Amen. Yeah. Amen. They will know us. Yes. Purpose that we do it too. Because we belong to our Christ who is a violence God. Kwa hivyo usikubali pepo kuongea kwa maisha yako. Because they have to know you. They know you because you are Jesus' career. Amen. Hallelujah. Amen. He never allowed demon. My friend, this year, no demon will speak in our lives. Every demon of sickness and disease, every demon that come to bring life issues ambazo zinaudhi, kwa sababu tumebeba Kristo mwana wa Mungu, hakuna pepo itasimama kinyume nasi. Because since the days of John the Baptist until now, the kingdom of God suffered and fallen, and the violence shall take it by force, by fire. Glory to God. By force, by fire. I like the way Nigeria wanafanyaga by force, by fire. Hebu jirani ambie jirani yako by force. Alafu na by fire. Catch fire. Scatter. Bwana asifiwe sana. Kuna karibu tulikuwa tunaimbaga sana wakati mwingine nikiongoza watu na nitawafundisha siku ya leo. Hebu piga makofi hivi. Pole hivi. When demons are gathered, Holy Ghost fire. When demons are gathered, Holy Ghost fire pursue them. Holy Ghost fire. Whenever demons are gathered, Holy Ghost fire pursue them. Naomba ina tuanze vizuri. Whenever demons are gathered, Holy Ghost fire. Whenever demons are gathered, Holy Ghost fire pursue them. Holy Ghost fire pursue them by force, by fire. Bwana asifiwe sana. That will be our song of war. Ukiona tumeanza when the demons are gathered, unaanza kujiandaa. Alafu tunakemea mapepo. Bwana asifiwe sana. Praise God. Sijui nifanye example na nani. Wacha nifanye example na mzee wetu hapa. Ukagunia tulika tena nawe. Bwana asifiwe sana. Praise God. Hiyo ndio style tutakuwa tunafanya. Sasa unajua sisi ni wanene. Sasa itakwenda kutokea vizuri. Sasa hiyo umevaa t-shirt. Bwana asifiwe sana. Alafu nasimama tunaangalia hawa watu. Wacha tusimame karibu na kamera. Ndio tuone vizuri. Sasa wewe unasimama pale hiyo na mimi hapa. Alafu tunapigisha miguu hivi. Alafu tunapiga makofi hivi. Alafu tunasaidia. Whenever demons are gathered, Holy Ghost fire pursue them. Whenever demons are gathered, Holy Ghost fire pursue them. Holy Ghost fire pursue them. Holy Ghost fire pursue them. Holy Ghost fire pursue them by force, by fire. That will be our song of war. Hallelujah. Tunakuwa tunaimba alafu tunaingia kwa maombi na fujo. Kile tunahitaji kama hiyo kidali yangu na si wa tena. Bwana asifiwe sana. Kitakuja by force, by fire. Yule ambaye ako na ufungu zake na roho book yake, Holy Ghost fire pursue them. Bwana asifiwe sana. Because this is our year of forceful advancement. Jesus himself was a violent God. Look at your Bible in the book of Luke 13:1-32. Oh yes. Wao ndio wanasema ati Yesu alikuwa tu hivi. Yesu hakuwa tu mtu hivi kirika. Bwana asifiwe sana. Alikuwa God ambaye alikuwa Mungu wa fujo. Bwana asifiwe sana. Amen. Look at your Bible. The Bible says what? At that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, "Leave this place and go somewhere else." Herod what?
asifiwe sana. Lakini look at the violent God vile alimwambia. Verse number 13. He replied, go and tell that. Hey, unaenda mfalme mbaya. Yeah? You want to kill me? You know, Nigerians they know how to wage war. You want to kill you? God will kill your father, your daughters, and your children in Jesus' mighty name. Oh, you want what are you saying? You want to kill me? It is back to sender. Oh, you are poor. You are not poor. Back to sender. You are poor. You are cursed with your father and mother and your children by force, by fire, catch fire. Unakuta akisema tu hiyo hata wewe utatishika. Now you cannot intimidate a man from the Western nation. Bwana Susana. Now Jesus, the enemy verse number that one, anamwambia kwamba toka hapa, Herode anataka kuua wewe. Sijui kama Kiswahili itaingia. Bwana asifiwe sana. Alitoka hapa, Herode anataka kuua wewe. Lakini maandiko inasema badala ya kuondoka naye akajibu fire for fire. Bwana asifiwe sana. Hata Mungu akitaka Qurani unamwambia kibiblia there's no curse without a cause. Bwana asifiwe sana. Au sikubali ati wacha nikwambie itakuwa noma sana. Ya kwamba ukikutana na mtu anakuambia utahama Nairobi na wewe unamwambia ninakusindikisha mpaka Kangemi. Mimi nabaki hapa. Bwana asifiwe sana. Usikubali ati mtu anakulibikisia tu maneno. No. Bwana asifiwe sana. Because we are advancing forcefully. Praise God. Mtu akitaka kunyang'anya wewe mzee, jina la Bwana tukuzwe. Unasema the gate of Jerusalem are closed. You close them. Yeah. The gates of Jerusalem are closed. There's no any other business. Yeah. Wengine waranga wanaweka kafuli lakini si hatutaweka kafuli. Ndio nasema Jehovah God, I'm leaving Nairobi, going to South Africa to preach. The gate of Jerusalem are closed by force, by fire. And they said there was silence in there. Now, Herod want to do? He want to kill you. Verse 32, I like the way Jesus answered. He said what? He replied, go tell that fox. Oh yes. Go and tell that fox. I'll drive out demons. I'll use force because demons are not your friends. Bwana sio sana. Pepo haisemi wewe tafadhali nakwambia utoke. Oh, my friend, utateseka. Mimi nikikutana na pepo, sasa hiyo unakutana nimekuja shati unaweza fikia nimetoka gym. Bwana sio sana. Shetani toka. Ila kwa mama yangu ndiye anatumia Kikuyu ingine inafurahisha. Nenda koma. Nitome. Na sasa hiyo miguu inasumbua. Nenda koma. Nitome. Hey, no dili mara ya duma. Hakuna pepo inaweza simama hapo. Bwana sio sana. Hey, kukonga nitome. Hiyo ni powerful. Now, I'll do what? I'll drive out demons and heal people today. And tomorrow, and on the third day, I'll reach my goals. Praise God. You know, because I'll reach my goal. Whether demons like or not, this year I'll reach my goal. Whether there's powerful forces like the spirit of Herode, Shaitani wa kufunga kanisa juu ya corona, tunakutangazia we will preach today, tomorrow, and third day we will achieve our goal this year in the mighty name of Jesus. I pray in the name of Jesus. In the match this year, each one of us shall achieve his goals in Jesus' mighty name. Mwambieni huyo bweha. Inaingia vizuri kwanza Kiswahili. Mwambieni huyo bweha. Hey, Bwana sio sana. Praise God. Alafu kikemea pepo. Tumia lugha ya mama wakati mwingine inaingia vizuri. Kama kwetu ukikemea pepo, Teacher Esther, unasema zainwale tualia Yesu. Nenda koma shaitani. Nenda horumana. Kwanza ukikuta Mumeru. Bwana sio sana. Unajua mama Feni Mumeru, kwanza kukemea pepo na Kimeru. Utasikia story nyingine hapa. Simama. Ninaitaka nini? Kirundu ama nini? Hebu chukua microphone kidogo uongee Kimeru. Wanafikia wewe ni Mkikuyu, chukua microphone uongee. Bwana sio sana. Sasa waanze kuimagine unaomba na Kimeru, usikie vile inaingia vizuri. Bwana sio sana. Kirundu hapo hebu ndio ngame kana hiyo kero. Sasa imagine sasa unakemea pepo na utakemea tafadhali. Unakemea ukiwa umetoa ile sura ni kama umemeza maji ya ndimu. Umetafuna ndimu ikiwa na maganda. I want to go haya nilakoma nimekemea. Nkoma shode. Chakuma nkomene. That's coming ya nene mane kwa Yesu. Kirundu mwangali hapo chine kwa
nayo ungesikia. Noma niko kwa butoa. Nimeingia vizuri Bwana asifiwe sana. Akawaambia enendeni. Bwana asifiwe sana. Mkamwambie yule mbweha, tazama leo na kesho natoa pepo. Ni kutoa kitu, natoa hautoagi kwa hivi tu, ni kung'oa. Natoa pepo na kuponya wagonjwa, na siku ya tatu nakamilisha kazi yangu. Kila mtu aliye hapa mwaka huu lazima utakamilisha kazi yako. Kila project lazima itakamilika. Kiwanja ya kanisa, viwanja vya kanisa, hata niache kusema kiwanja, viwanja vya kanisa vitanunuliwa mwaka huu, kwa sababu lazima tukamilisha kazi yetu by force, by fire. Oh yes. Bwana asifiwe sana. The other thing you have to look at, Jesus hakuwa mpole, so we are becoming violent. We are using force because our God is a forceful God. Matthew 23 from 13 to 20. Tuendelee tu hapo. Utaona vitu kadhaa zilifanyika. Matthew 23 verse 13. Glory to God. Amen. Our God is a forceful God. Our God is a violent God. Bwana asifiwe sana. Oh, to you teachers of the law, he was rebuking the Pharisees. You hypocrite, you shut the door of the kingdom in men's faces. You yourself do not enter, nor will let those enter who try to. Bwana asifiwe sana. Tuachie tu hapo. Kwa hiyo itafika mahali tutakemea hypocrite. Mtu yote anatuzuilia kwenda mahali Mungu anatakana tuwe, by forceful advancement, lazima tutaingia hapo kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Chochote tunataka kutimiza mwaka huu, na mtasemaga amen, hakuta nikaushia ibada, jina la Bwana tukuzwe. Ninasema kwa jina la Yesu Kristo, mahali mwaka huu Mungu atahitaji tuwe, by force, by fire, by forceful advancement, tutaingia, tutawakemea wanafiki. Hakuna mtu tunapatia pesa zetu ili tuingie mahali tunatakana kuingia. Hey, Bwana asifiwe sana. Amen. Jesus was violent. In the name of Jesus. John chapter 2:13 to 16. Jesus was violent. Na kama he was violent, hata wewe ni mtoto wa nyoka ni nyoka. Hata ukikuta nyoka akiwa ameanguliwa kwa mayai, wewe sema hii ni mwenye ongoro atuweke kwa mfuko, tutafanya matanga. Bwana asifiwe sana. Mtoto wa kobra anakuwa na sumu akiwa kwa yai. Bwana asifiwe sana. Wewe kaona kana tamba kwa nyasi useme hili mwenye ongoro hata niweke kwa mfuko, tutafanya matanga. Kwa sababu gani? Mtoto wa nyoka ni nyoka. Now, look at what the Bible says. When it was almost time for the Jews Passover, Jesus went up to Jerusalem, verse 14. In the temple court, he found men selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at the table exchanging money. Bwana asifiwe sana. So he made out of court and brought all from the temple area, both the sheep and cattle. He scattered the coins. Bwana asifiwe sana. Inua mikono sema, I scatter any other business which is not the business of my Father in heaven. By scatter now. Inua mikono, scatter. Anza kuscatter. Scatter in the name of Jesus. Scatter every other business in our family. Any business which is not the business of God. Let us scatter it now in the name of Jesus. And the Bible says he scattered. Huyu ni bishop. Karibu sana askofu. Karibu sana askofu. Bwana asifiwe sana. Glory to God. Ni mtoto wa rafiki yangu. The Bible says both sheep and cattle, he did what? He scattered the coins of the money changers and overturned their table. This year, in the name of Jesus, any table the enemy have been dining in my life, we overturn it now in the name of Jesus. Kila meza ambazo ibilisi amekuwa kitumia ili tuweza kutuhangaisha maishani, tunaivondoa na tunaipindua kwa jina la Yesu Kristo. Na maandiko inasema namna gani? He abandoned their table, verse number 16. The Bible says, to those who sold those, he said, get this out of here. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mwaka huu kama wewe ni landlord na mtu alipi nyumba, Bwana asifiwe sana. Lakini si washirika hapo watapata pesa yote ya kulipa kodi ama rent on time. Bwana asifiwe sana.
Lakini kama ni landlord na mtu halipi nyumba, nimekupea ruhusa. Get out. Watia nyumba, ulijenga nyumba watu wakaanza bila kulipa. Hapana, Bwana sio sana. Tambia from today henceforth get. Lakini kama yeye mshirika na ukalipa nyumba, may God give you enough money to stop embarrassment. In the name of Jesus. No church member here will be embarrassed by any means. Hata kama uko na alias, don't worry ati kwa sababu pastor amesema, praise God. By the time the landlord is coming, utakuwa umepata hizo pesa. In Jesus mighty name. The Bible says to those who saw doors, he said, get out of here. How dare you? Bwana asifiwe sana. Angalia jirani yako mwambie, how dare you? Unakubali kutukana na makanga na unaangalia, how dare you? Bwana asifiwe sana. How dare you? You turn my father's house into a marketplace. Bwana asifiwe sana. My life is not a marketplace. Praise God. Ukiona mtu anakuinukia mwaka huu, hata kama hautamjibu hapo kwa hapo, enda mbele za Bwana muambie, Jehova ninatangazia huyo jamaa, how dare you? Get out of this place. Bwana asifiwe sana. Hata bado kuna jirani alimsumbua sana mahali wanakaa. Akawa kila wakati tukikutana ananiambia, pastor, kuna jirani hapa na madharau. Siku moja mpaka alifanya tu kitu makusudi, akanyonyolea kamba, nguo zote zilikuwa zimevuliwa. Sikaanguka chini. Haya, kaka siku nyingine, unajua mtu akitaka kutusi anatumia kitu yenye inakaa kama wewe. So akaanza kusema, siku moja akashika mtoto akachapa. Niambia, "Punda wewe, unakaa kama watu wengine wajinga hapa." Unajua obvious, unajua mtu kuna kitu anaambia. Watu wanajifanya hapa. Kila saa ni kunukisha kitunguu saa 7. Kwenda huko nitakugonga, alafu anatumia malugha zingine chafu. Nikamwambia pastor, now we are going to do this. Tunamuitishia transfer. Bwana asifiwe sana. Huyu mtu akusumbua, eti wakati umeingia kwa nyumba unataka relax ndio anaweka ile unajua kuna speaker zingine zinanunuliwa kwa duka mahuva zinakaa kichwa punda. Yaani unaiweka baka hawezi concentrate. Bwana asifiwe sana. Yaani wakati umeshika tu Biblia unaga my friend, peace must be found here. Bwana asifiwe sana. Lazima tunamuitisha transfer. Na Mungu kutumia njia yoyote kumfuruga huyu mtu atoke hapo. Sasa alikaa siku moja la drone akakuja. Na hapo amegombana. Akamwambia, tafadhali, nataka uhame kwa nyumba yako na usinilipe mwaka huu. Ni nini nimefanya? Hakuna. Kuna shida? Hapana. Nimekosa kukulipa? Hapana. Kuna mtu amekwambia mimi ni mbaya? Hapana. Na ni nini mbaya? Hapa. Hiyo pesa ungelipa mwezi huu, enda nayo ukatafute nyumba nyingine. Because even those people who make you to have no peace, this year you live a peaceful life. But the only way out is asking for it by force, by fire. Glory to God. Tukiwa high school kuna mwalimu mmoja alisumbua CU sana. Baka akasema watu wa CU wanajifanyaga holi hata ndao, ananifuruga akikuja kwa darasa, anakuja ananitukana. Mimi siko mzuri sana kwa hesabu, anaanza badala niite jina Lazarus kwa sababu alikuwa anasikia nilishakaa Laikipia, anaanza kuniita Laikipia. My friend, sasa unakuta mtu amefika kiwango hiyo. Na mimi watu, some people even don't understand their Bible. The Bible says that we are head not the tails. Na mtu ataweshi shika mahesabu 50. Nikajua tu ananiambia ananiambia tu, alafu anarudi anageukia anasema, for example this one, he called himself a CU chairman. Kazi yake ni kushika hesabu 48. Nikaenda nikaambia my CU officials, kuna mtu hapa amekuwa kero. Najua alikuwa class teacher, nikamwomba ruhusa siku moja niende mission, nikachelewa na siku 2. Akaenda kwa ofisi ya headmaster akasema, hapana, huyo kijana amekuwa mtukutu, si mimi nimpea ruhusa. I was feeling punished. Lakini fika mahali tukasema, now we are going to use force of advancement. Bwana asifiwe sana. Kasema, as long as we are students in this school and we are born again, there are things we are not going to entertain. Na tukaanza kumuitishia transfer. Bwana asifiwe sana. So every time baada ya masomo tulikuwa tunakutana official jioni, Mwadhani Yesu Mungu wetu wa mbinguni, kuna mtu tunaitishia transfer hapa, amekuwa msumbufu kwa ufalme, anafuruga wana CU. Siku moja mpaka alifanya nikakuwa stripped off badge ya prefect. Bwana, ninaomba kwa jina la Yesu Kristo, tunamuondoa area na Mungu make sure mahali ataenda hata siku ya michezo hatukutana. Bwana asifiwe sana. Alipo shule nyingine Dondoli wa Kiongo na mko ndani
Na ile siku tulikutana naye ni mahali tulikuwa tumeenda mazishi, nikamkuta na gumboot. Yeye headmaster ndio, lakini amevaa gumboot vile kumenyesha. Nikamwambia, "Master, how are you, sir?" Akamwambia, "I'm good, Lazarus, but things are not fine here." Sasa unasikia anaambia student, "Things are not fine here." What is the problem? They gave me transfer even though I became a headmaster. Things are not fine here. Na juu nyinyi si unajua mnaobaki. Simu niombee nirudi mjini. Nikasema Jehova akai. Tulitoa mtu tukamtoa mjini. Alafu tena tumuombea rudi kuchungua. Hapana. Nilimwambia kitu kimoja, nikamwambia the grace of God is sufficient. Lakini ndani yangu nilikuwa nasema Jehova asante kwa sababu amejua wanasiu, wana uwezo. Bwana asifiwe sana. Even this year there are some people who come to you to confess that I know you serve a living God in the name of Jesus, because this is our year of forceful advancement, and our Jesus was a God who used force. The Bible says you have made my Father's house. Yeah, this was a holy anger. A people who are ready to be forceful ni watu ambao watakuwa na kitu tunaita holy anger. Bwana asifiwe sana. Atukae tu hivyo usikie mtu anaongea kinyume na kanisa yenu na unanyamaza tu. Bwana asifiwe sana. Amen. Alafu unajitia moyo na hii wimbo ingine tulikuwa naimba ya Kikuyu. Baby oyo haleluya. Na naweka hiyo. Oye wewe. Bwana asifiwe sana. Hiyo nyakati imepita na wakati. Bwana asifiwe sana. Alafu unajua sisi wazee sasa hiyo unaimba hiyo wimbo unajikaza. Doyo, alafu roho inaenda lunch. Doyo. Na unanyoa mikono. Yego sana Yesu. Kuna wakati ya kugosa Yesu na kuapia. You will not allow your Father's house to become a marketplace. Praise God. Na kwamba kama nyumba ya Mungu kuna mtu who is a gossiper, that is the language of a marketplace. Kama kuna masengenyo utaiona kwa nyumba ya baba, ujue nyumba ya baba imeanza kuwa marketplace. Lakini utainuka na useme kama Yesu, how dare you have turned my Father's house to be a house of gossip, to be a house of fitina, to be a house of udaku. Hautakubali kusimama na udaku, utatumia force kunyamazisha majamaa. Kabisa. Mama titaani. Subali watu wanakanyaga wewe ati ni kunyenyekea. Baka mtu kasa mama yangu aliniambia kitu moja, akaniambia kuja. Mama yangu aliniambia kuja kibodisi. Aliniambia kitu moja. Akaniambia Lazarus, sitaki wewe mtu afujo. Lakini ile siku utaona mtu amekushika hapa. Amekudharau mpaka kwa kichwa. Bwana asifiwe sana. Sit down. Praise God. Bwana asifiwe sana. Kuna maandiko tulisoma juzi inaongea kuhusu black and blue. Nakumbuka kwa kesha. Ni vile sikumbuki vizuri. Nisitaki kuonyesha watu black and blue. I wish niweza kumbuka hiyo maandiko ya black and blue. Is it that Ephesians chapter 6 verse number 10 with a Messenger version? Then we'll come back here. There's a time you should show the demons black and blue. Let's try Ephesians 6 from verse number 10, a Messenger. Kuna wakati mwalimu teacher ama teacher unasimama unasema enough is enough of the devil. Bwana sio sana. Na nawaambia kitu moja, never show the devil your ears. Bwana sio sana. Afadhali uonyeshe Mungu machozi yako kwa sababu anakuelewa. But the enemy is very happy when you shed tears. But this year nobody will shed tears in the name of Jesus. Now, and that about wraps it up. God is strong and he wants you to be strong. Isn't it? So God is strong and he wants you to be, he wants you strong. The other verse. So take everything the master has set out for. What has been said? Well-made weapons of best material. What has been said? Well-made weapon of best material. And put them to use so you will be able to stand up to everything the devil throws your way. Sana. I wish black and blue itaonekana. This is no agretti afternoon. This is no afternoon agretti contest that will walk. Anyway, from and forget about. In a couple of hours, this is to keep, this for keeps alive or death. Fight to finish against the devil and all his angels. Sijui kama italeta. Let's continue with the other one. Bwana asifiwe sana. For our struggle is not against the blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, against the spiritual forces of evil, the heavenly realms.
Hiyo blue inakosa. Mbona siipati? Be prepared. Bwana asifiwe sana. You are up against for more than you can handle on your own. Take all help you can get. Every report God has issued, so that when it is all over, the shouting, you will be still on your feet. Bwana asifiwe sana. For our struggle is not enemies of blood and flesh, but against the rulers, against the authorities, against the coming powers of this present dark world, against the spiritual forces. Imekosa wachana naye. Bwana asifiwe sana. So what I was trying to tell us is to understand this. Ya kwamba our God is a God who uses forces. Even Luke 19 verse 45 to 48. Jesus is doing the same thing. Luke 19 verse 45 to 48. He's talking of a person who is ready to use force. Jina la Bwana litukuzwe. The Bible says this, 45, verse 45. The Bible says, speaking of the same thing, the Bible says this. Let's go. Then he entered the temple and began to drive out those who are selling things. See the same. Let's try the other scripture in the book of Matthew 21:12. Matthew 21:12. Glory to God. Matthew 21:12. Wapendwa, lazima mjue, when we talk about forceful advancement, we talk of the things we are going to use advanced power of God, so that we can be able to do the right thing. Then Jesus entered the temple, drove out all who are selling and buying in the temple, and he overturned the table. It's saying the same thing. Now, let's go to the next point, and God is going to bless us in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. The reason why we should be violent, the church is militant. The church is militant. Psalms 144, verse number 1. David is talking of something that God has taught him. Psalms 144. You must understand, you are born as a militant. Wewe ulizaliwa ukiwa mwanajeshi. You are an army of God. In fact, God called himself an army. One of the rock of army. Now, read this. The Bible says what? Blessed the Lord, my rock. Who do what? Who trains my hands for war and my finger for battle. Bwana asifiwe sana. So we are militant church. Sisi ni kanisa ambalo ni wanajeshi. Ya kwamba na abarikiwe Mungu, jina la Bwana litukuzwe, ambaye amefundisha mikono yangu vita na vidole vyangu kupigana. Bwana asifiwe sana. So when you see this, you understand, we are called to be fighters. We are called to fight for our lives. We are called to fight any challenge in the name of Jesus. Na ukijua hivyo utapigana. Wewe unakaa tu unasema kwamba I believe God. Nitaenda. Kwa mfano, mimi nilijua kwa tuko kulikuwa na shida fulani. Ya kwamba one of my uncle alikuwa amesema ya kwamba sitaki mtu atoke Naikuru kwa sababu anatumia Naikuru. Sasa mimi nikapasua, nilikuwa mtu wa kwanza among all my cousins kuingia Nairobi, hata kama nilala kwa kanisa siku tatu. Ukweli ni kwamba nilikuja na Nairobi. Bwana sio sana. Alafu nikawa siku moja nimeikia mkutano Zambia na rafiki yangu mmoja anaitwa Prophet Pascal. Lakini nilijaribu kuapply passport that time ikakataa. Na wangechukua temporary, hiyo chance ikapotea. Another friend of mine anaitwa Philip akaniambia, kama ungekuwa umejipanga, ningekupeleka South Africa, hata kama tutatumia barabara, uende uone South Africa vile inavyofanya. And I'm going there in 2 weeks time. Hiyo chance ikapotea. Sasa nilipochukua passport niliombea na fujo sana. Nikasema, Jehova, hii passport hata kama itaenda mbali sana, bora ipigwe na rubber stamp na watu wa immigration. Jina Bwana tukuzwe. Kuna shetani tu inafanyaga watu mchanga ya kigeni inawakataa. Bwana sio sana. Sasa nilipoona chance imetokea, askofu akaniambia tunaenda Uganda. Nikaanza kuomba. Na hiyo siku hiyo wakati nikashikwa na homa. Alafu nataka kukosa pesa ya kudunga shindano ya Rofeva. Nikamwambia shetani, hata wewe sasa umezidi unga. Nikasema I'm going to get money for your fever na Uganda ninaenda. Na ukweli kwamba Uganda hatuko tunaenda kufanya chochote. We are going to visit another grandmother, alafu turudi Nairobi. Nilipofika kwa mpaka ya Busia, nikaona tu, hata sikwenda sana, nikaona imeandikwa welcome to Uganda. Nikasema shetani shia mama kiko. Nikani hapo nikasema I will go beyond Uganda.
Nikiwa wacha nikwambie, na usichezane na mchanga ya kigeni. Kuna roho zingine lazima you provoke them. Sasa niliposema hivyo na kuna mtu wa immigration akamsema wewe kijana unaenda wapi? Nikamwambia ngoja ninajitakasa kwa mchanga ya kigeni. Kanikambakia. Hakujachekiwa, nikamwambia I'm coming sir, wait for me. Sasa ni kama ile pepo ili shift ikaenda kwa mama mmoja Mkongo. Sasa yeye ametoka Kongo kwao, anakuja anasikia mkubwa wa migration anaitwa mkubwa. Najua Kiswahili vizuri. Akasema ubwa habari ya kuli halipika vibaya sana. Anajaribu kurudia tena kujicomfort sasa, atamuke hiyo maneno pole pole. Anasema sija Sara kukutukana, lakini mimi na Sara unajua wanasema sijui kuna majina they don't have, unajua tunasemekananga Kiswahili ilizaliwa Tanzania, ikagojekea Kenya, ikarazwa Uganda, ikakufia Kongo, ikaziko kule nchi ya Kagame. Bwana sio sana. Nasikia mtu akisema kwamba umefanya dhambi na Kikongo anasema kwamba umesara dhambi. Kwa sababu ya sasa jamaa, mama alijaribu kusema mimi hapana tukana, nimesema wewe ubwa. Sana kaambia tena unarudia. So out of that nafikia ni kama pepo za kwetu zilishift zikaingia kwa mama Kongo. Nilimwacha hapo mimi nikaenda Kampala, akakuwa deported. Kwa sababu some things you have to use force. Hata kama sijaenda sana, at least my passport imepigwa na basta. Nilitembea nchi za kigeni para na nikarudi na ikapigwa na basta nyingine, nilirudi Kenya. Bwana asifiwe sana. Hata kama sijaenda mahali pengine, lakini it is my prayer if you have got a passport, wacha ipigwe passport, ipigwe na basta mpaka uchukue ile ya 64 pages. Bwana asifiwe sana. Ni nini? Hapa kunaweza kuwa watu wana wauzaji kabisa. Bwana asifiwe sana. Even my sister ambao umeandikwa kazi kule Kajiado, make sure uko na passport, unafuta kidogo, unaingia na mama boda na unarudi. Hata tafadhali kunywa chai ya Uganda ya Tanzania, halafu unarudi Kenya. Bwana asifiwe sana. Hapana kukaa tu hivyo. Praise God. Na hapana chukua passport ile temporary, chukua booklet. Bwana asifiwe sana. Ile ya East Africa. Praise God. Na unajitembeza unajua tena unaweza ukachukua passport na ukuta hiyo passport haijaipigwa rubber stamp, wanafikiria wewe ni suspect. Make sure unatembea. Kama sasa nitajaribu niende pale na banga ipigwe rubber stamp mwaka huu, alafu nitembee kidogo hata nitaongea na Reverend Adam Ali, anite mkutano Sunday moja, niende tu nivuke pale Sirari. Ipigwe rubber stamp na nirudi Kenya. Si bado nimeenda kigeni, hata kama nikuruka na kurudi. Bwana sio sana. Praise God. By force we are going to nations in the name of Jesus. Lakini haitakuja tu hivyo, lazima upige magoti. Ukiona maombi peke yake haitoshi, unasindikisha na sacrifice. Ukiona sacrifice haitoshi, unaenda kwa man of God na kuwekea mikono, kwa sababu the kingdom of God suffering fathers. Jina la Bwana tukuzwe. Na wewe unayeniangalia ni kama uamini, maandiko yanasema namna gani? Kabu angalia, Yesu mwenyewe alitupea neema ya kwenda mataifa. Acts chapter number 1 verse number 8. Bwana asifiwe sana. We have to use force so that we can go to nations. Na nations zingine zinatukataa kwa sababu ya madharau ya shetani. Lakini by force by fire we are going to be there in Jesus name. Hallelujah. Glory to God. Maandiko yanasema namna gani? But you will receive power when the Holy Spirit come upon you. So what you need is the power of the Holy Spirit for movement. Bwana asifiwe sana. And the Bible says, and you will be my witness in capital city ya Kenya ni gani? And you shall be my witness in Nairobi, Uganda, na Tanzania. Hii inakaa beyond East Africa. Botswana, ama Ivory Coast, and to the ends of the earth. Who are the ends of the earth? Ni kule ambapo unatoka Kenya na jua, unakuta unaingia nchi fulani, unakuta snow inafagiliwa na lori. Bana sio sana. Nafikiri mnaniangalia. Hata meza hii mwaka kuna mtu anaweza pata scholarship. Amen. Uone tu umetoka Kenya. Kwani kukaa Kenya ni mwingi? It's not according. The Bible says we shall be witness. Kama mimi ninajua na ninajua kwa hakika Jehova. Jehova Mungu unisaidie. Kama hii maandiko ni ya ukweli, sitakaa tu Nairobi. Bwana sio sana. Nitaenda tu mkutano Tanzania,
kule Washimire, kule Kasese, ni hivyo hivyo pole. Hata kama nikamkutano kwa wanafunzi 5, bora tu passport imepigwa labda. Bwana sio sana. Na Jehova asikubali watu wanitese barabarani kukosa kunipatia return ticket. Jina la Bwana litukuzwe. Praise God. Kwa sababu it is biblical for each one of us to travel. Bwana sio sana. It's the word of God. Si ndio neno la Mungu. So the only thing you need is to ask the Holy Spirit of traveling, come upon me. The anointing of traveling, come upon me. Alafu unaiback up na maombi. Unaanza kusema I can do all things through Jesus Christ who strengthened me. I can go to Uganda. I can go to Botswana. I can go to America. I can go every place because I know the scripture. Bwana sio sana. Yeah. Na mimi tunajua ya kwangu tu ili itanipeleka tu ni injili. Na sasa nitaanza kujifunza kizungu because those days are coming. Labda wakati mwingine nitakuwa hata na labda na introduce English service. We praise the Lord. Hallelujah. Are you blessed today? We are going to read about why violence. And number 3, we are going to say the reason why we shouldn't be violent. It is because Satan is not a gentleman. Praise God. Hallelujah. Bwana sana. Lazima hivi vitu tuna practice. Hapo namna gani? Bana ongea tu Kiswahili mpaka watu kienda unakuta niliona mtu mmoja anafanyia jokes, unaongea yani unashindwa kutoa maneno. Jifunze sahihi. One of the things imefanya niwe mtu hata wakukua good ninapofanyia interview hata kwa television ni kwa sababu ya KTV. Tulikuwa nako Njiru, KTV kakujitengenezea wakati wa corona. Siku moja bishop akaniambia kalia ukiti hubiria watu. Sasa uko church hakuna mtu naona. Sasa shida nahubiria kina nani? Sasa nikajicompose, nikasema nahubiria wale wananiona. Nikahubiri mara ya kwanza, nikahubiri mara ya pili. Hiyo kutitu peke yake, Jehova akafungua kwa mlango MTN. Bwana asifiwe sana. Na hapo MTN shabiki wangu mkubwa nyakati zile alikuwa ni Sister Tabitha. Na siku hizi ni Sister Tabitha, hata nikiweka kitu ile only thing niliona ni happy new year. Jina la Bwana litukuzwe. Praise God. Lakini wakati ule alikuwa shabiki wangu, anasema I'm blessed. Praise God. Anasifiwe sana. Hallelujah. Hata nyinyi ni vizuri mnanitia moyo. Kwa mfano sasa hii program tukihubiri, wewe enda kwa nyumba, itafuta mahali iko. Praise God. The Kamoge family, nyinyi wote ni marafiki zangu za Facebook. Turn people by force by fire. Hata yule atakaye kusikia mahubiri, unataka watu kama 200. Bila shida huyu pastor wa kapu huyu anatagiwa kila mahali. Hata kama mtu hataki kuwa akiatani na tagi tena. Bwana asifiwe sana. Baka ifike mahali we have people will know us here, we are here. Praise God. Ukitaji watu 200, watu 5 hawezi kosa kuwa watu accounted. Bwana asifiwe sana. Praise God. Na hiyo ndio inifanya nikahubiri kwa TV. Kwa hiyo wakati mwingine ukile utatumia hata language yako badilisha. Kwa nyumba jifunze, sio Kikuyu peke yake. Jifunze kwa wakati mwingine unafunza. Kwa mfano sasa Bwana asifiwe sana. Unasikia Mr. Kamoge anasema the wife, how are you? Good morning. How are you? Hebu mwambie vile unaweza mwambia good morning, how are you? Yeah. Anasema I'm fine. Yeah. Bwana asifiwe sana. Practice make. Sio kishina mzama atele ile ndio pale akima. Bwana asifiwe sana. Yeah. Hata shosho squeeze shosho Masai squeeze. Anaanza Vajika. Wewe kuja na niambia nakuja nimekuja. Bwana asifiwe sana. Hii vitu lazima yote ikuwe yetu. Na hata sasa naye ananifundisha Kimasai. Sasa nimejua Soma Nado, nimejua Laitoria. Hii Mrs. Yes hiyo yote, Mrs. Like sasa imeanza kuingia pole pole. Maana sio sana. Baka nimejua kuna kitu inaitwa Ragui. Ragui ni mjomba. Maana unagana. Si ni kweli shosho Ragui ni mjomba? Ragui. Ragui. Ragui si ni mjomba? Yeah, ni mjomba, ninaelewa kidogo. Praise God. So by force by fire, we are going to advance in the name of Jesus. So number 3, you have to understand the reason why you should be violent. Satan is not a gentleman. Bwana asifiwe sana. Look at the book of 1 Peter. He's called an adversary. 1 Peter chapter 5 verse number 8. Plus verse 9. Leo niko na neema ya kuhubiri, nianza kuhubiri saa 3:30. Saa 3:15 asubuhi na bado nahubiri. Na nasikia kuendelea, lakini ninamaliza na dakika 10 halafu tukunywe chai. We call it a day. Jina la Bwana litukuzwe. Ndio hata ukitoka mapema, wengine wanaweza kuona repeat ya mother in law na it's ID. 1 Peter chapter 5 verse number 8. Glory to God. The enemy is called an adversary. He's not a gentleman. Kile kitafanya we use force
to advance because the devil is not a gentleman. Jina la Bwana tukuzwe. Na maandiko yanasema namna gani? Discipline yourself. Keep alert. Like a roaring lion, your adversary, the devil, prowl around looking for someone to do what? Bwana sio sana. Now I want to ask you a question. If today you know ya kwamba a thief is coming to your house, utafanyika aje? Bwana sio sana. Mimi siku moja nilijua mwizi anakuja nikiwa kijana. Kile nilifanya nilizima stima. Alafu nilipo stima, unajua yeye akiwa nje ninamuona. Kwa sababu nje kuna baramwezi. Nikazima stima. Alafu nikachukua stuli nikakaa. Mlango umefunguliwa hivi nikakaa hivi. Sasa nilijua sina uwezo kwa sababu zuia amebeba wipo ndani. Nikatafuta baruni. Nikuuliza vizuri. Nikangojea afike tu kwa mlango. Nikasema haya bwana. Niliingia kwa police officer. Maana nilijua sijui amebeba weapon gani. Lakini I knew the thief is coming. Nikafungua mlango. Na alipoona mlango umefunguliwa sasa akuja akinyemelea akifikiria ni mlevi ndana akasahau kuzunguka. Nilikuwa na baruni. Bwana sio sana. Nilipiga kelele. Nikapiga makelele ikafuatana na pasuko ya baruni. Jamaa aliruka fence akaacha sweta. Mwisho tukajua alikuwa ni nani kwa sababu hiyo sweta tunajua. Bwana sio sana. By force by fire. Your enemy is not a gentleman. He's looking for somebody to devour. And if it's looking for somebody to devour, it is not me, neither you. Bwana sio sana. Sisi si ambao hatutararua na shetani. Na njia moja unastahili kujua the kind of forceful advancement utatumia ili shetani asipate mtu wa kurarua kwa kanisa. Number one is fellowship. Bwana sio sana. Let me tell you, the tactics of the enemy inakuwa mambo fulani, so utaiandika as I talk. If you want to be a forceful person against the devil because you're not a gentleman, be a person who loves fellowship. Bwana sio sana. Because simba hata wakikuta nyati wakiwa wamekaa pamoja, because they are not strong more than the buffalo, kile wanafanyanga, they always use the tactics ya divide and rule. Bwana sio sana. Ya kwamba wanastua wanyama hivi, alafu ndume inakuja mbele, alafu wanakimbiza zile zingine, ndume inabaki katikati. The moment you are outside the fellowship periphery, the enemy is done with you. No matter how buffalo is powerful, with being surrounded by the lion, the same case the devil does, and I make sure he rolls, then you get out of the fellowship. He can roll na kukosefu wa pesa. Anaweza kufuguruma na magonjwa. Anaweza kuguruma na fujo. Anaweza kuguruma ili akuondoe katika ushirika. Anaweza kuguruma na fitina ili akuondoe kanisani. The moment shetani amekuondoa kwa church, anapata nafasi ya kukuangamiza. Number two, enemy uses tactics ya kutafuta the young animals. Bwana sio sana. If you are spiritually young, use forceful advancement ya kutaka kukua kiroho. Bwana asifiwe sana. If you want to use force in this advancement of this year, you must desire to grow spiritually by reading the word of God, by doing the will of God. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano, I think is it the book of 1 John chapter 2 verse 12, somewhere there, inasema I write to you because you have overcome the evil one. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. I'm writing to you, little children, because your sins are forgiven on account of his name. The other point, it says, I write to you. Bwana asifiwe sana. I'm writing to you, fathers, because you know him who is from beginning. I'm writing to you, young people, because you have done what? You have conquered the evil one. Let's go back to our scripture. 1 Peter 5 verse 8. There, the enemy has no problem hata tukiwa wengi. Jina la Bwana tukuzwe. Hana shida tukiwa wengi. As long as we remain to be spiritual baby, we are done. When buffaloes are together na zinakula pamoja, simba anajaribu kutafuta yule mnyama mdogo. But now the buffalo, what they does, afadhali buffalo aende confronting the enemy, lakini wale wadogo wanakuwa wamefichwa katikati. Bwana sio sana ya wanyama wengine. Wapendwa, if you are spiritually young and toddler, make an attempt for you to become spiritually mature. Because spiritual mature people cannot be preyed around by the enemy.
Jina la Bwana litukuzwe. Tupigie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakuta ya kwamba titaani ukiwa umekomaa kiroho, you can be stand your ground, na shetani akikuletea changamoto yote unamwambia it is written, because Paul is saying wacheni neno la Mungu na liwe kwenu kwa wingi. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa the other tactics the enemy does when he roars like a lion, mimi napenda animal wao, anaangaliaga a secret animal. Bwana asifiwe sana. Mnyama aliye mgonjwa. Let me tell you, if you are not careful na uumizwe moyo na watu na ukubali kuumia, ugonjeke ugonjwa wa rohoni, you are the best food for the devil. Bwana asifiwe sana. Ushaona in the midst of buffalo, unakuta ya kwamba labda kuna buffalo zilienda kuruka mahali mto ikateguka mguu. The lion, they are very observant. In the in between anararaga chini hivi, alafu anaobserve vile wanyama wanatembea. Akiona kuna moja inaenda hivi, hawana shida, ni kufukuza wanyama wote. Yule mwenye atashinda kukimbia, huyo ndio target. Bwana asifiwe sana. If you want to use forceful advancement against the devil, kataa kugonjeka ugonjwa wa rohoni. Jina la Bwana tukuzwe. Na kukataa kugonjeka ugonjwa wa rohoni ni kukataa kubeba uchungu wa moyo. Unaachilia. Kwa sababu gani? The moment you are sick in your heart, and you are is the target of the devil. Jina la Bwana tukuzwe. Praise God. Lakini wanyama wakistick pamoja, buffalo wakikaa pamoja, the lion cannot be able to have a breakthrough. Jina la Bwana tukuzwe. So the reason why we are violence is because the church, the enemy is not a gentleman. Jina la Bwana litukuzwe. Praise God. The last point then we can pray. Demons are very stubborn. Demons are very stubborn spirit. Demons are very stubborn spirit. Ni wasumbufu. Mapepo ni wasumbufu. Bwana asifiwe sana. Luke 5:33-35. Mapepo ni wasumbufu. Mapepo ni wasumbufu. Na ukijua kuna mapepo ni masumbufu. Kwa mfano, kwani kulikuwa na pepo ya ulevi. Na mama, ulevi ilituelekeza hata kuwa watoto wakorofi, kwa sababu sisi tulianza kufuta bangi tukua class 5. Na for information, kuna one of the media lakini hajatokea vizuri, lakini kesho itakuwa Facebook, inaitagwa Just Connect. Just Connect utasikia kwa ushuhuda kangu vizuri pole episode kama 2 Monday kesho kutoka saa 2 usiku, alafu the other Monday I'll be there. A very nice media. Na wakati itatokea we will be the first people to be taking our things on air. Bwana asifiwe sana. Tunawaambia that first tutakuwa tunahubiri kwa hizi media kubwa. Yeah, we are advancing to be there. We are going to use forceful advancement. Kama kuna mtu unajua kwa media, mwambie pastor wetu ni very powerful. Bwana asifiwe sana. Anahubiri kabisa. Praise God. Bwana asifiwe sana. Look at now. The Bible says what? I'll say Luke chapter 5 verse 33. Sorry. 33. Let's go to 33. Unaelewa? Look at this now. Then they said to him, John disciple, right, the disciple of Pharisees, frequently fast and pray, but your disciple eats and drink. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Amen. 4. Chapter 4. Chapter 4. Then we have 33. 4, then 33. Sorry. Mimi ndio nilikuwa na shida si wewe. Let us alone. What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Do you hear the demons talking? Bwana asifiwe sana. Zinaambia Yesu namna gani? Tuache peke yetu sisi. Una nini na sisi wewe? Bwana asifiwe. Bwana zinajua ni Yesu. Praise God. Now the Bible says, have you come to destroy us? I know you are the Holy One of Bwana asifiwe sana. Let me tell you something. Demons are stubborn. Na mimi ninapoombea mtu akiwa na pepo, I don't allow demon. We don't have dialogue with demons. Mko wangapi sema toka? Hebu sema haraka mko wangapi? What? Are you negotiating with the demons? They are very stubborn. Bwana asifiwe sana. You don't need to listen to them. You should do like Jesus. He never allowed demon to do what? Because they can even divert your attention. Siku moja tulienda kuombea mahali mtu akiwa na pepo, alafu because nilikuwa nimeombewa na mhubiri akaniambia nimekutuma na neema uende ukatoe ukakomboe huyu mtu katika mapepo.
Alafu nilipofika mahali pale, wenye tulikuwa nao wakaanza kuchanganyikiwa. Hapana, tuombee maji kwanza. Hapana, nikamwambia no, I was told by pastor, I'm coming to remove the demon out of this person. Nilipomwombea hivi, akainuka akasema, wewe ndio umeniweka na pepo. Diversion. Demon of diversion. Nikamwambia mazana kama sasa hivi na kwa sababu huyu jamani kama amechanganya. Nikamwambia ondokeni mkwenda kabisa. How can you listen to the demon when they are talking? Nikamwombea huyu jamaa na mwishowe kitu katokea. So they are coming demons, alafu wanaanza kunegotiate their way with Jesus. Na wanamwambia uko na nini? They are stubborn spirit. Verse 35, Jesus said, did what? But Jesus rebuked him saying, be silent. Bwana sio sana. Be silent. Because demons are stubborn. Kitu cha kwanza aliwakemea wakose kuongea kwa sababu they were causing a lot of disturbance. Bwana sio sana. Utaona wakati mwingine tukiombea mtu naanza kupiga makelele, it attract attention. Si kweli? Na ukicheza hata ibada mzima mnaweza toa pepo na kukosa hata kuhubiriwa. Lakini Yesu anasema, he told him be silent and come out. Bwana sio sana. When the demon had thrown him down before him, he came out to him without having done any harm. Praise God. In this life, there are demons who live and they will not cause damage. Bwana sio sana. Kwa jina la Yesu Kristo. Inuka kwa miguu yako kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo. We want to pray, then we can go home, and this year forceful advancement is going to take place in our lives in the name of Jesus. In our lives in the name of Jesus. Na naposema hivyo nataka vijana wakuja hapa mbele. I want to pray for you in the name of Jesus. In the name of Jesus. We can go off the air in the name of Jesus. God, we thank you. Then you post, don't delete. Inua tu mikono yako mbele za Bwana. Vijana wote tusogee hapa. This year I have to pray for you. Maisha